ahadi ya Bwana itakujaribu. Ahadi ya Bwana itakujaribu. Leo ndio nataka nikae hapo. Ninamaanisha nini ninapozungumza ya kwamba ahadi ya Bwana itakujaribu? Inamaanisha ahadi ile unayoishikilia kuhusu kukubaliana na kuishi umri mtimilifu itapingwa na itakuwa kana kwamba ahadi hiyo kwako ni uongo, kutokana na mambo ambayo yatajitokeza mbele yako au kwenye mazingira yako. Hayo mambo ambayo yatajitokeza mbele yako yatatoa sauti. Majaribu huwa yana sauti. Hiyo sauti itakuwa inaonyesha umekosea na hutafikia chochote katika hicho unachokiamini. Kwa hiyo ahadi ya Bwana itajaribiwa. Na katika kujenga hoja hiyo, nitaijenga katika misingi ifuatayo, kwamba ili uweze kushindana na hiyo jaribu la ahadi ya Mungu, kuna mambo mawili tutaangalia. Cha kwanza, tutaangalia lazima ujue wakati wa andiko lako au wakati wa ahadi yako inasema nini. Ujue wakati. Tutaangalia wakati. La pili inaoana na hiyo wakati ni maneno yako utakayokuwa unazungumza yakioanishwa na andiko la wakati wako. Kwa maneno ambayo utakuwa unayazungumza yana nafasi kubwa sana katika kupambana na matishio yanayojaribu kukuonyesha ahadi hiyo ya Mungu kwamba haitafikia kwako. Tutaangalia kwanza, tumchukue Yusufu, alafu pili tutabaki kwa Yesu Kristo kwa sehemu kubwa kidogo. Kuna mistari ambayo nataka itaanza nayo. Tutaangalia Yusufu na tuwe maelezo tu kwanza. Maandiko yanasema Mungu aliwapelekea mtu wana wa Israeli mbele yao, lakini maandiko yanasema Yusufu huyo ahadi ya Bwana ilimjaribu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amepata neno kwamba yeye atakuwa mtawala. Alipata ndoto. Ndoto ni sauti ya Mungu kwamba nimekupa utawala, kuna watu watakutumikia, kukusujudia na kukuheshimu. Hiyo ndiyo ilikuwa ahadi ya Mungu kwake. Lakini matokeo yake, tusome sasa mistari. Soma Zaburi ya 105. Zaburi ya 105 anzia mstari wa 17 ili tupate picha nzuri sasa. Karibu msomaji wangu. Zaburi 105 mstari wa 17 inasema, alimpeleka mtu mbele yao, Yusufu aliuzwa utumwani. Walimuumiza miguu yake kwa pingu, akatiwa katika minyororo ya chuma. Hata wakati wa kuadia neno lake, ahadi ya Bwana ilimjaribu. Hata wakati wa kuadia, wakati wa kutimia. Nazungumza wakati hapo, kipindi fulani, majira, na hiyo ni uishike vizuri sana, wakati kutimia. Ahadi ya Bwana ilimjaribu. Sasa tuache hapo tuende sura ya Mwanzo. Tuone jinsi ambavyo ahadi ya Bwana ilimjaribu. Tuanzie sura ile ya 37, sura 37 Mwanzo, kuanzia mstari wa 18. Tuoanishe kwanza, tuone jaribu la ahadi hii iliyompata ndugu yetu. Tusome. Neno linasema, wakamwona toka mbali, na kabla hajawakaribia
wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo. Mpaka hapo mpango unaosukwa ni wa kumuua. Kulingana na somo letu, ina maana tishio la kifo linamwandama, na wanaongea wazi kabisa. Tuone ahadi, maana ndoto zake zitafanyikaje. Tumuue, tuone ndoto zake zitatimiaje. Si anajifanya anazungumza ataishi umri mrefu, nazungumza kwa habari yako. Si anajifanya atafikia uzee mwema, si anajifanya yeye atafikia ahadi ya Mungu. Sasa tunamuua, tuone ahadi hizo kama zitatimia kwake. Endelea. Nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Naona zitakuwaje ndoto zake. Ndivyo adui ndivyo anachopanga kwa ajili ya ahadi ya Mungu kwako. Reubeni akasikika, akamwokoa katika mikono yao, akasema, tusimuue. Reubeni akawaambia, msimwage damu, mtupeni katika birika hili lililopo nyikani, wala msimguse, ili apate kumwokoa katika mikono yao, akamrudishe kwa baba yake. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa. Wakamtwaa wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji. Nao wakakaa kitako kula chakula. Subiri hapo. Mdogo wao kabisa amewaona kwa mbali, anasikia furaha sana kuona ndugu zake, anawaletea chakula, na wao wameshapanga mpango. Anawafurahia, kaka zangu na waona, jamani nimewatafuta sana, jamani chakula chenu. Ghafla haoni pokeo la amani, anapokelewa kwa shari, anapokelewa kwa ubaya, anakamatwa, anavuliwa kwanza kanzu, nguo zake. Ghafla wanamnyang'anya chakula, wanamshika na mtupa kwenye shimo. Anaanza kujishangaa mwenyewe. Wakakaa kitako wanakula chakula. Kuna watu watakula vitu vizuri vile vitu vyako watavichukua, watavitumia, lakini wewe mwenyewe wanataka kuangamiza. Sasa Yusufu alipokuwa kwenye shimo alikuwa anawaza nini? Ndio hapo ndio jaribu sasa. Alikuwa anawaza nini? Ghafla ndoto zake zikamjia. Akaona, ndoto zangu zinaishia humu. Kumbe ilikuwa ni uongo sasa. Kumbe si kweli. Nilikuwa na hamu, shauku ya kuona hayo mazuri niliyoyaona kwenye ahadi kupitia ndoto. Lakini mbona nipo kwenye shimo? Na watu hawa wako serious, wamemaanisha. Angalia wamenivua nguo, jinsi walivyonitupa hapo. Angalia walivyokatili. Anaanza kuwaza shimo. Ghafla wakapita wafanyabiashara wa Ishmaeli, wakasema, tumuuze. Wakamtoa kule, wanampiga bei vipande 20. Labda naambia tupatieni, wanataka tunataka kununua kwa vipande 10 vya fedha. Anasema hapana, angalia alivyonona, angalia mwenye nguvu, tena umri wake bado miaka 17, atawatumikia sana, ongezeni. Wanapiga bei, ongeza 15, haya ikafika 20, wakamuuza. Akawa ni mali ya wafanyabiashara, akawa bidhaa iliyonunuliwa, hana uhuru tena. Ndoto zake ahadi ya Bwana inamjaribu. Sasa mimi ni mtumwa sasa. Fanya biashara ndio na amri juu yangu. Ahadi ya Bwana ikamjaribu. Ghafla wafanya biashara akamuuza tena kwingine. Akawa mfanyakazi wa ndani ya kideki, kufua nguo na kadhalika. Ahadi ya Bwana inamjaribu.
akatoka hapo kaenda gerezani. Ahadi ya Bwana inamjaribu kwamba wewe umekosea. Kuwaza unachowaza umekosea. Wewe ni mfungwa. Ndivyo itakavyokuwa kwako. Kile kitu ambacho unakishikilia kama ahadi ya Mungu kitajaribiwa, ili kwamba uone haiwezekani na ukate tamaa na kukiachilia na kusema nilikuwa najidanganya tu, ilikuwa ni ndoto za mchana, na hutakubali kwamba itatokea. Hiyo ahadi inajaribiwa. Usikubali kuiachilia. Hiyo ni jaribu tu. Sasa lazima ujue andiko linasema, andiko lako nasema nini. Yesu Kristo alikuwa amekusudiwa kuuawa. Yohana 7:30 maandiko yanasema walipanga wamkamate wamuue, lakini walishindwa kumuua. Sababu imetajwa hapa, na hiyo ndio nataka sasa uelewe. Biblia inasema kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Kwa sababu wakati wake wa kufa ulikuwa haujaja bado. Kwa sababu majira yake ya kifo yalikuwa hayajaja bado, hayajafikia. Hiyo ni pointi ya kwanza uishikilie. Ina maana kuna andiko limeandika habari ya maisha yake ya duniani yapite katika njia ipi ili yafikie ni wapi ndipo aondoke. Hiyo ndio andiko. Kila mmoja ana andiko ambalo Mungu amemwandikia ataishije, umri gani, atapita wapi, atafikia wapi. Kila mmoja, wewe unatazama, kuna andiko, lazima ulijue hilo andiko. Na moja ya maandiko nimeshakutajia zile namba pia, zile namba za miaka 70, 80, 100, 120 na kadhalika. Hizo ni moja wapo ni namba. Sasa Biblia inatuambia habari ya Daudi kwamba kisha kulitumikia shauri au kusudi la Bwana akalala. Kwa hiyo maana kuna kusudi kwenye umri, kuna kusudi kwenye miaka yako, kuna kusudi lililowekwa na Mungu, ule umri, urefu wa umri wako, kuna mambo ya kutimizwa ndani yake. Kwa hiyo hivyo kwa sababu imeandikwa, na lazima yale mambo wewe peke yako uyatimize. Hakuna mwingine anayefanana na wewe. Wewe ni wa kipekee, hata kama umezaliwa mapacha. Wewe, kusudio la Mungu kuhusu wewe ni la kipekee. Lazima wewe pekee, wewe mwenyewe ulitimize. Usipolitimiza hakuna mwingine ambaye atalifanya. Sasa unaona kitabu cha Luka sura 24 mstari 25 hadi 27. Yesu anaongea habari baada ya kufufuka. Tusome hapo. Kabla sijaja mstari wa 45 wa kitabu cha Yohana, tusome hapo kwanza. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii. Anawaambia wale watu wawili waliokuwa wanakwenda kile kwenye kijiji cha Emmaus. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote. Akaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Akaanza kuwaambia mambo yaliyoandikwa kumhusu. Pointi yangu ni maandiko. Andiko lako unalijua? Unajua umeandikiwa nini? Ndio pointi yangu ya kwanza uzingatie. Akaanza kuwaonyesha aliyopitia yameandikwa. Kuanzia Musa, manabii na Zaburi, akijionyesha yeye mwenyewe mapito yake yameandikwa huko. Endelea. Mstari wa 44. Ndio. Akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi. Ndio. Ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa. Ni lazima
yatimizwe yote niliyoandikiwa. Umeandikiwa, kuna mambo umeandikiwa yatimizwe tu yale Mungu amekuandikia. Adui hata afanyeje, tuinue imani, hata akipanga mbinu, hata akitengeneza vikosi, hata akatengeneza silaha za kichawi, za mizimu, za ushirikina, za magonjwa zozote, tunataka tuamini maandiko lako. Mungu amesema nini? Ilikuwa lazima yatimizwe. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Vizuri, akawaonyesha sasa muelewe na maandiko. Sasa turudi sura ile ya 7 mstari wa 5 na 46. Leo tuna maandiko mengi ili kumbuka imani ya neno. Mimi ni mtume na kupa faida na kupa majibu ya kupata faida kwa kuamini ahadi katika neno. Sasa tunaangalia jambo la kwanza ambalo tumeliona ni kujua andiko la wakati wako. Tumeona Yesu Kristo hakuweza kukamatwa, hakuweza kuuawa pale kwenye kitabu cha Yohana 7 kwa sababu wakati wake ulikuwa bado. Ndio pointi kubwa. Maadui walikuwepo, nia kumua ilikuwepo, mpango wa kumua ulikuwepo, lakini kwa nini hawakumua? Muda. Andiko lake lilisema bado, na njia ilifanywa kwa jinsi yote, walikosa uwezo wa kumua. Mungu asaidie wewe kwa namna yote, hata kama unapita kwenye mazingira ya hatari, hata kama umepita katika majaribu mazito kama Yusufu. Mungu akujalie andiko lako lisifutike kwenye moyo wako. Kile umeandikiwa, hata ukitupa kwenye shimo, hata kama ukiingiza katika hatari yote, na kuombea Mungu akuvushe. Mungu akuvushe ukilishika andiko lako, usema bado wakati wangu. Bado niko shimoni, lakini bado wakati. Bado wakati. Lazima ukiwa shimoni, ukiwa katika gereza lolote. Sasa gereza sio kama gereza kabisa hili. Kuna gereza la matatizo, gereza la shida, kukataliwa na ndugu, kukataliwa na kuzungukwa na maadui wa kila upande, hali yako tete, kama fulani magonjwa, gonjwa umekung'ang'ania, hutaki kupona, hutaki kusikia dawa, umeenda hospitali nyingi, unajaribu ahadi, pressure inakataa dawa, kisukari kinakataa dawa, vidonda vya tumbo, mauvimbe, pengine kansa, pengine HIV, pengine ni ugonjwa fulani umekushika, au pengine ni kifafa cha urithi, au pengine ni utasa wa kurithi, au umelogwa, tumefungwa vifungo mbalimbali. Hata kama walifanikiwa kukufunga, amini wamejisumbua tu. Si walifanikiwa kumtupa Yusufu kwenye shimo, si walishamtupa. Sina wewe umejaribu, si wamekutupa mahali, si umefungwa mahali. Si walifanikiwa kumweka gerezani, si ndio? Sina wewe ndio umekuweka mahali kwenye gereza hilo la shida fulani, la uchumi fulani mgumu, hali yako ni tete. Si wamefanikiwa kitambo, si wanashangilia kwamba sasa tuone ndoto zake zitatimiaje. Tumefunga ukurasa wake. Usijali. Usijali. Hiyo ni ahadi inajaribiwa. Upo kwenye mazingira ya kuvunja moyo kabisa. Usiachie ahadi hiyo. Endelea kumwamini Mungu. Endelea kushikilia neno lililosema kuhusu wewe. Utashinda. Utashinda. Kwa jina la Yesu ushinde. Kwa jina la Yesu ushinde mipango ya adui zao. Amen. Ushinde mipango yao, waaibike, wafedheheke, wakuone umeibukia upande wa pili,
kama Daudi alivyosema, nijapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti. Yani huku ni mauti, wanafikiri nimeisha, lakini kwenye bonde uonekani. Wanashangaa umeibukia ng'ambo nyingine, mafanikio, unajenga majumba, unastawi, umeolewa, umeoa, una kazi nzuri, mabiashara, pesa nyingi. Kwanza huyo wasikaje kule? Ulipita kwenye bonde la uvuli wa matatizo, bonde la mashida, lakini na kuombea usibaki kwenye bonde, enenda mpaka ng'ambo ya pili, na watakushangaa umefikaje kule. Kwa jina la Yesu, Bwana awaibishe, awafedheheshe wote wanaokutakia hali yako mbaya, waone utukufu wako ni mkubwa sana, hata waanze kuja kujipendekeza kwamba tulikuwa tunakuombea katika shida yako, tulikuombea sana. Hata kama ni wanafiki, wasaidie tu, maana wanafiki wengi wakiona umefanikiwa watakuja kwako, na usiwafukuze, wasaidie matatizo, waambie shida zenu, watatulie tatizo, ili wajue kwamba Yusufu lazima atumikiwe, Yusufu lazima ainuliwe, Yusufu lazima asujudiwe. Na wewe uwe kama Yusufu, usiwachukie sana. Wewe ukishafika ng'ambo wakijipendekeza, waambie njooni wasaidie, na Mungu akubariki sana. Haleluya, amen. Kwa hiyo Yesu alishindaje connection, muunganiko, kuoanisha wakati na maneno? Lazima tufundishe ndoa wakati na maneno. Sasa angalia maneno Yesu aliyokuwa anaongea, sura ile ya 7 ya Yohana, mstari ule wa 45 na 46. Basi waliuliza, walituma watu wakamkamata waje kumuua, wakashindwa kumkamata. Sasa wamerudi bila Yesu, wanaulizwa sasa, so mstari wa 45 sasa. Basi wale watumishi wakawaendea wakuu wa makuhani na Mafarisayo, nao wakawaambia, mbona hamkumleta tumuue? Mbona nyinyi askari hamjamkamata? Wewe kansa, mbona umeshindwa kumkamata? Wewe TB, mbona umeshindwa kumkamata? Wewe ajali, mbona umeshindwa kumkamata? Wewe kifo, mbona umeshindwa kumkamata? Kwa nini tunakutuma wao ugonjwa wakamkamate? Umerudije? Mbona hujamuua? Hebu endelea. Wale watumishi wakajibu, hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu anavyonena. Haleluya, hajanena kamwe. Ndio point yangu, kama huyu anavyonena. Maneno yake yalimuokoa. Yani point hapa ni walishindwa kumshika kwa sababu ya aina ya maneno aliyokuwa anazungumza. Aina ya maneno unaoongea yanaweza kukukamatisha kwa adui. Kuna maadui wametumwa, na wewe unaanza kujiongea, na wanasema ametukaribisha, wanakushika. Wakina wachawi, mizimu, magonjwa, laana, mikosi, vitisho vinakuja kwenye ndoto, vitisho vinakuja kama majoka, vinakuja kupitia ugonjwa, vinakuja kupitia matatizo. Halafu unaanza kusema, nimelaaniwa, nitakufa, shida hii ina dawa, sitapata watoto, sitaolewa, sitaoa, sitajenga, mimi masikini, mimi ni fukara, mimi ni mtu wa aibu. Kwetu sisi ni watu wa kifafa, kwetu sisi ni watu wabaya, walevi, tunawekwa gerezani tu, ni wagomvi, ni watu wabaya. Hakuna hata mmoja aliyesoma, hakuna hata mmoja aliyepanda ndege, hakuna hata mmoja mwenye gari, hakuna hata mmoja ambaye ana cheo kikubwa. Unajiloga, halafu unasema unaenda kwa maombi, tumishi niombee mambo yangu yafunguke. Lakini wewe umeshajiloga mwenyewe. Yesu aliongea maneno ambayo yaliofanya adui zake washindwe kumkamata. Na mimi nakwambia hivyo hivyo,
shikilia wakati na uzungumze maneno ambayo usimwogope mtu yote. Ndio maana Ibrahimu alifundishwa kuongea kile asichokuwa nacho kana kwamba anacho. Alitamka yale ambayo kana kwamba tayari anayo. Hiyo ndio lugha ya kumkomesha yule anayekuja kwa uhalisia, anayekuja kwa ukweli unaoonekana. Unaongea kile unachokiamini, uongei kile kilicho mbele yako. Tunaongea kile tunachokiamini, hatuongei kile kilicho mbele yangu, kile kilicho kwenye maisha yangu, hali yangu ya umaskini, hali yangu ya magonjwa, hali yangu ya matatizo, hali yangu tete. Siongei hiyo, naongea ninachoamini, naongea ahadi iliyo kwangu, ahadi siachili. Na Yesu Kristo alipoongea ukweli ya neno la Bwana, adui zake walishindwa kumkamata. Nitakueleza ndugu yangu, nakupa neno. Ukiangalia Yohana sura ya 18 mstari wa 3 hadi wa 6, usiogope tatizo, usiogope shida, usiogope tishio lolote, na kupandia roho ya ushujaa, roho ya ukomando wa kiroho. Uwe mjeuri kwa shetani, usimpigie magoti shetani. Siku ameenda kumkamata Yesu, na Yuda pia ameshapata mshiko wake, ameshamuuza Yesu, kisha shika mambo yake safi, ameshajaza pochi, anaenda kupiga bei. Unaenda kwa umeshapigwa bei ya dola mwenye ujui na kipenzi chako kabisa. Mtu wa karibu, watu wa karibu ndio utusaliti. Maana wanajua unalala wapi, wanajua nguvu zako, wanajua ulinzi wako, wanajua kila kitu. Hao ndio wanaweza kukuuza. Aliuzwa na kipenzi chake, mtu uza pesa wake. My God. Sasa angalia, wanapokuja Yesu akatoka, akauliza swali mstari wa 4. Mnamtafuta nani? Wakasema Yesu wa Nazareti. Akasema ni mimi hapa. Aliposema ni mimi, maandiko yanasema wakarudi nyuma, wakadondoka wote. Maana hii point inanitia nguvu sana. Maana usiogope adui. Na ndio nasema wana ushujaa, wana wa Mungu, wana wa haki, wana ushujaa. Wanaposema na adui langoni, hawatishwi na adui. Unapoongea unamruhusu. Kumbuka tukotoka, Mungu aliye ndani yako aongee. Huu mwili ni chombo kilichokubeba wewe na kilichombeba Mungu. Huu mwili ni chombo kilichonibeba mimi na kilichombeba Mungu. Kwa hiyo kwa aliye ndani yangu, ninapomruhusu, mimi ninazungumza, lakini yeye anazungumza. Sasa akisema yeye, kama inavyosema katika Filipi 2:13, ya kwamba ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu katika kulitimiza kusudi lake jema. Ina maana lazima ujue muunganiko. Unapoongea kama wewe na unaporudi nyuma aongee Bwana. Lazima ujue ni namna, wakati gani unaongea kama binadamu, ni wakati gani unarudi nyuma lakini Bwana anaongea kupitia kinywa chako. Ujue jinsi ya kucheza hizo. Na ukishajua hiyo, kuna wakati unaambia Bwana, sasa adui angalia anakuja. Sasa nitazama mimi, narudi nyuma. Tokea kwangu. Kwa unapotokea, Mungu anapambana na huyo adui sasa. Ni kama vile Lutu alipokuwa ndio kupigwa na wale watu. Wale malaika wakamchukua kwao. Baadaye wale watu wakawapiga pofu. Wakatafuta mlango usiku kucha. Ina maana wao wanamuona Lutu, kumbe kuna malaika yuko pale pale. Na wewe hauko peke yako. Nilikwambia Mungu yuko ndani yetu, lakini pia yuko pamoja nasi. Na sasa tunaongea kipengele cha 3 cha maisha kamilifu. Kwa hiyo lazima hivyo usivisahau vipengele vya mwanzo. Hauko peke yako. Na si kwa uweza wala nguvu zako, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana majeshi. Ni nani mlima mrefu mbele ya Zerubabeli? Utakuwa mlima
utakuwa ni nchi tambarare, na nitaleta vigelegele, watu watapiga vigelegele vya neema. Wana huo mlima utashushwa, hiyo tazama itashushwa. Na usisahau siku ya mambo madogo, hali yako ndogo, biashara ndogo, mazingira madogo, usiadharau. Hapo ndipo utainuka jambo kubwa. Hapo ndipo patainuka heshima kubwa. Hapo ndipo patainuka ukombozi mkubwa. Kila mtu uzaliwa kama mtoto. Mtoto ni mdogo, lakini lazima uone si mtoto, uone mkombozi kupitia huyo mtoto. Uone mkombozi kupitia mtaji wa 50,000, mtaji wa 100,000. Lazima uone mtoto wa 100,000 ni unaiona bilioni hapo. Lazima uanze kuona hivi. Na maandiko mengine nataka nikuongezee. Wakati Yesu anazaliwa, kuna mtu mmoja aliambiwa maneno na akayashika. Sasa kuna maneno ambayo ni andiko na kuna maneno ambayo unaambiwa. Kama haya ninayokuambia unaweza kwa ukachukua haya ninayokuambia kwa mtumishi ametumwa na Mungu anaongea na mimi, na ukachukua maneno kwa uzito ule ambao umeandikwa kwenye Biblia na ukaamini vile vile. Sasa hapa kulikuwa na mtu mmoja ndio Simeoni. Huyu aliambiwa na Roho Mtakatifu kwamba hauruhusiwi kufa mpaka jambo fulani tokee, mpaka Mwokozi aje. Mungu Roho Mtakatifu anamwambia hauruhusiwi kufa. Hata kupitia shida wewe tumekataa ufi. Kuna andiko tumesema usipomuona Mwokozi kifo ukisahau. Anaambiwa usipoona jambo fulani usahau kufa. Na kuna watu hapa na watamkia na kuwatabiria usipoona mambo unayotamani sahau kufa. Kuna wengine mpaka hata sasa unakimbilia kufa. Wapi? Hujaolewa. Yaani wewe unataka kukimbia majukumu. Hujaoa, hujajenga na nyumba, kwani bado wewe yani bado hujapata wajukuu na vitukuu bado. Sasa wewe hujacheza tena wajukuu. Kwa nini unakimbilia kuanza kufa? Hani wengine hata ndege tu Japani jamani tunataka kufa kwa nini? Onja basi hata mazuri ya dunia hii. Si tumepewa dunia tuionje, tuifurahie, utakula mema ya nchi. Tuamini. Kwa hiyo soma hiyo andiko Luka 2 mstari wa 26 uruke na mstari wa 29. Tunaenda haraka na kupatia mstari mingi leo. Andika kabisa. Naye alikuwa ameona na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo Bwana. Alionywa akaambia, wewe Simeoni usiwaze kufa, uufi mpaka umuone Kristo Bwana. Na wewe nakutabiria ufi mpaka uone hiyo miaka uliyochagua. Na mimi naweza kukupa ile miaka. Ile miaka uliyochagua na mimi naweza ufi mpaka uimeipata hiyo miaka uliyotaja, maana yake miaka 70 kama ni 70, 80, 100, 120. Sasa wewe ufi nimekutamkia. Roho Mtakatifu anasema kwa Simeoni ufi mpaka upate kuona jambo, na mimi mpaka uone miaka. Haleluya. Mpaka uone hiyo miaka uliyoiamini. Mungu amekupa ahadi ya miaka gani? Sasa na mimi nakwambia ufi mpaka umeifikia hiyo miaka, na si tu kufikia, lazima uwe umetenda mambo yaliyokusudiwa katika kila dakika, kila sekunde, kila saa, kila siku, kila wiki, kila mwezi, yote uyatimize Mungu aliyokupangia kwa jina la Yesu. Soma mstari wa 29. Sasa Bwana wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema. Sasa ukisoma mstari ile Luka, maana yake Yesu alipozaliwa Roho wa Mungu akamuongoza akamwambia sasa tayari ameshazaliwa, nenda akakutana na yule mtoto aliyokuambia. Alipomuona akasema sasa tayari. Akamwambia sasa baba, sasa niruhusu. Unaona mwambia sasa Bwana waweza kumruhusu mtumishi wako aondoke, maana uliniambia sifi mpaka nimeona. Nimeshaona na mimi sasa nimemaliza, nitatamani je kwako. Unaona? Hii kutokee wewe, liwe kwako hilo neno kwa jina la Yesu Kristo. Yeye ufika mahali ambia baba sasa Bwana nakushukuru kwa kuwa naona kila kitu ulichosema kimetimia. Sasa niruhusu ije kwako. Hii ni jambo la zuri sana na ulichukua upande mema. Mungu akubariki sana. Na kitu kingine naongezea kwa pointi, maneno yaliyo neno ni ahadi imara.
Kuna mtu mmoja anaitwa Petro. Sura ya Yohana sura ya 21 mstari 18. Huyu Petro alikuwa ametamkiwa maneno ya Yesu kwamba ulipokuwa kijana, wewe ni kijana, unaweza kufanya vitu vingi, fanya hiki na kile, sawa kabisa. Lakini utakapokuwa mzee, kuna watu watakufunga nguo, kuna watu watakufanya kile ambacho sio hiari yako, kwa sababu alitamkiwa kifo chake kitakuwa kaja uzee. Pointi yangu ni kubwa, anaambiwa hivi. Sasa wewe ni kijana, utakapokuwa mzee, Yesu ana uhakika gani na maneno haya? Haogopi katikati yako kuna hatari zitaondoa maisha yake ya Petro. Hebu soma hiyo neno. Akasema, amini amini nakwambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa kujifunga mwenyewe na kwenda utakako. Ndio. Lakini utakapokuwa mzee utainyoosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka. Kwake hiyo ni ahadi tayari. Alipokuwa gerezani, mwenzake ameuawa Yakobo, akaangalia umri wake, sijawa mzee. Unaona? Akaona ni kweli maadui wamenifunga. Ni kweli nimefungwa minyororo. Kweli kesho umetajwa ni siku yangu ya kunyongwa. Lakini alipoangalia neno la Kristo, akaona wakati bado. Na ile wakati bado ikachochea watu kuomba. Ikachochea watu kusimama na yeye. Mungu ataamsha hata watu kusimama na wewe, kwa sababu Mungu atatengeneza mazingira ya kukutetea. Wakaomba mpaka Mungu amwambia sasa nini, malaika nenda. Kaenda pale akamwambia Petro, tena mtu anataka kesho kunyongwa eti amelala usingizi. Ni kitu cha ajabu sana. Unalalaje usingizi? Unajua kesho ni siku yako kunyongwa, usingizi huwezi kupata. Hata ukikuletea chakula huwezi. Kuna mtu, sijui kama ni kweli, kuna mtu mmoja kwa anasimulia anasema mtu akisha taka kwenda kunyongwa, ile siku imefika, wanakujulisha. Kwa hiyo wanakuambia, jamani sina hakika, msije mkanihukumu, nazungumza kupitia mimi stories tu za mitaani. Sasa anasema wanakuambia kwamba siku kabla achague chochote atakachokula. Kama anataka kuku ataletewa. Ubwaba kama anataka ni mnywaji bia leo bia zote. Chochote anaambiwa, chochote unachotaka wanakupa. Nimesema na mimi nimesikia story, sina hakika. Kwa hiyo lakini ni story, ile ni kweli si kweli, lakini sasa wewe kama ukisema leo unataka kuku kweli. Mimi kuku sijui kama itaenda na. Wewe kula hiyo kuku. Sio kubeba bia za kusaidia hiyo wakati unajua kesho unakufa. Huwezi. Kwa hiyo sasa ndivyo hapo wanakuletea, na hiyo najua wanakuletea na mchungaji kama wakakuombea ile sala ya mwisho au shehe kadhalika vyote. Sasa nazungumza kwamba uwezi kula, uwezi. Sasa huyu jamaa amelala, malaika alijua. Bado mimi hamwezi kuniua. Maneno ya Yesu alimshika. Na malaika anamwambia wewe, unasikia Yesu alikwambiaje? Sasa hivi umri wako ni ngapi? Kadhaa. Wewe hufi. Twende bwana, amka, vaa nguo. Umekuvua nguo, vaa. Umeshakuvua heshima yako, vaa heshima tena, vaa afya tena, vaa baraka zako tena. Kuna watu wameshakuvua mambo yako. Sasa malaika anakuambia haya, amka, jifunge. Vaa tena, vaa vitu vyako, vikurudie. Haya, twende zetu. Kwa jina la Yesu waache walinzi wamelala hapo, vaa baraka zako, toka na ushindi. Kwa jina la Yesu usiwaachie chochote, vaa afya yako, vaa heshima yako, vaa kibali chako, vaa ushindi wako, vaa mamlaka nyingi ambayo Mungu ameweka. Milango iliyokuwa imefungwa, malaika akifika tufunguka. Milango inafunguka, magereza inaachia, wakatoka wakaenda. Lakini cha ajabu, milango ilibaki imefungwa. Walipoamka wakakuta milango imefungwa, lakini milango ilifunguka. Halafu Herode akawaua walinzi bila sababu yoyote. Usiwaua walinzi, miujiza iko kazini. Nataka nikwambie, Petro aliambiwa utakuwa mzee, ndio point yangu. Ndio maana neno lilimfuatilia Petro kwa gerezani. Kuna hatari na kuinda. Wewe mwenyewe hapo unanitazama. Lakini neno la Mungu limekuahidi nini? Ahadi ya Mungu itajaribiwa kwako. Umekaje utazaa wafalme? Lakini ahadi ya Mungu
utapata mtoto. Ni unajaribio tu. Wafalme wako pale pale, malkia wako pale pale, wajukuu wako pale pale, lakini ahadi ya Bwana inakujaribu. Usikubaliane na hiyo jaribu na kuachia kile ambacho Mungu amekusudia. Sasa kuonyesha misukosuko ipo. Misukosuko ipo. Tutaangalia kitabu cha Matendo ya Mitume 27. Muda wangu umesolea sana. Matendo ya Mitume 27, tuanzie mstari wa 18. Tuangalie Paulo baharini, wanasafiri. Hapo kwenye heka, na sisi tuko baharini, kuna heka zinatuja, lakini tunachoangalia ni namna Mungu tuokoa kwenye shida zetu. Soma haraka tumalize. Na kwa maana tulikuwa tukipigwa sana na ile tufani. Ndio. Siku ya pili yake wakaanza kuitupa shehena baharini. Ndio. Siku ya tatu wakatupa vyombo vya merikebu kwa mikono yao wenyewe. Ndio. Jua wala nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi. Ndio. Na tufani kuu ikitushika. Basi tukakata tamaa ya kuokoka. Tukakata tamaa ya kuokoka. Yaani walishaona hapa kwa kweli maisha yetu yanaisha. Umewahi kufika hapo? Umewahi kufika hapo? Yaani unafika mahali unaona hapa nimefika mwisho. Baharini, mambo mawimbi ni makali. Endelea. Na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula, Paulo akasimama katikati yao akasema, Paulo mtumishi wa Mungu, wewe ndio mtumishi wa Mungu katikati ya majanga, katikati ya tufani, katikati ya dhoruba, katikati ya tamaa, katikati ya shida. Kuna Paulo ndio wewe katikati ya dunia hii, kwenye familia yako, kwenye ukoo wako, kwenye jamii yako, kwenye ofisi yako, kwenye taasisi yako, kwenye kampuni yako. Yupo Paulo kwenye msukosuko wa hali ya kuzama, hiyo kampuni inafilisika. Yupo Paulo hapo ana neno kutoka kwa Bwana. Nasema iko neno kutoka kwa Bwana kwenye familia hiyo. Wewe ndio mwenye neno la kuigeuza familia hiyo. Wewe ndio mwenye neno la kuigeuza ukoo huo. Wewe ndio mwenye neno la kugeuza taasisi hiyo. Waliochoka tamaa, lakini kuko na Paulo hapo. Ingawa na yeye yuko kwenye msukosuko, lakini kuna neno, liko neno. Tuendelee. Iliwapasa kunisikiliza mimi. Ambia wanaume mnataka unisikilize. Maana hapo wanaongea sasa, yeye ni mfungwa. Kumbuka Paulo hapo ni mfungwa, anapelekwa kwa Kaisari, mahakamani huko kwa mahakama ya Kaisari. Sasa Paulo pamoja kwamba ni mfungwa, ameanza kuwa na sauti kuliko manahosa, kuliko maaskari, kuliko watu wote waliokuwa sasa wamenyoea, maana wanaangalia uhai wao umeendaje. Sasa Paulo mfungwa anaanza kuongea. Aliye na Mungu popote pale atainua sauti, na sauti yake itasikika na italeta ushindi. Endelea. Na kutokung'oa nanga huko Krete. Ndio. Na kupata madhara haya na hasara hii. Sasa nawapeni shauri, iweni na moyo mkuu, kwa maana hapana hata nafsi mmoja miongoni mwenu atakayepotea ila merikebu tu. Anawaambia jipeni moyo sasa. Maana mimi nataka kuambia hapana hata nafsi moja, hata mtu mmoja hatapotea, hata kufa. Anawaambia. Tuendelee. Kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Mungu, yule ambaye mimi ni wake naye ndiyo nimwabuduye, alisimama karibu nami. Akaniambia, usiogope Paulo, huna budi kusimama mbele ya Kaisari. Tena tazama, Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nawe. Bwana akamwambia usiogope. Kule unapotakiwa usimame, utasimama. Kwa hizi dhoruba hizi zinakutishia kwamba utasimama kule kwenye ng'ambo. Sasa utasimama mbele ya huyo Kaisari. Kwa haya mawimbi ya dharau, usiogope. Malaika alisimama, ambaye mimi namwabudu, anawaambia wenzake, na anawaambia kwamba na hao watu wote walio pamoja na wao nimekupa, wote ambao mnanitazama na tanga kwa niaba yako, kwamba kwa jina la Yesu misukosuko, tufani, mawimbi, hatari, jipe moyo. Nafsi yako haitaangamia, hautakufa, utaishi. Hautakufa, utaishi. Utavuka hiyo hatari, utavuka katika jina la Yesu. Utaingia katika hatima yako na kutangaza katika jina la Yesu. Bwana aliyetuma kuletea ujumbe huu amemaanisha huu ujumbe si wa kutufurahisha, ni ujumbe unaotuinua ili tufikie makusudio ya Bwana, ili tuishi ukamilifu wa Bwana, ili Mungu aweze kutukuzwa ndani yetu. Na Bwana anasema ya kwamba
usiogope. Bwana aliyenituma nikwambie kweli hii kweli iishi na ipigwe muhuri itimie kwako. Hutakufa katika jina la Yesu. Endelea malizia. Basi wanaume changamkeni. Changamkeni wanaume, wanawake changamka. Kwa sababu namwamini Mungu. Namwamini Mungu. Ya kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Vile vile kama nilivyoambiwa ndivyo itakavyokuwa. Paulo anamwambia jamani, mimi namwamini Mungu. Namwamini Mungu hata kwa niaba yako. Hata wewe mwana mashaka, namwamini Mungu. Maadamu tumeka bando na ukanitazama, hiyo sio imani inatosha. Namwamini Mungu kwa ajili yako. Shetani akuachie. Shetani mipango yake haribikiwe, ashindwe kabisa, anguke, mipango yake vungwe yote kwa jina la Yesu. Kwa sababu umeamini. Hiyo ni sadaka ya kwanza ambayo umetoa, ambayo ni abando, na wengine tayari naona sadaka zao zinakuja katika mchezo wa sadaka. Mungu aliye hai, anayesema na wewe, anayekupa imani ya kufadhili hata kipindi hiki kwa sadaka zako, na tamka kwa jina la Yesu Kristo, wewe usiogope adui, hataweza chochote katika jina la Yesu. Amina nzuri. Amen. Tutaruka kwenye mstari wa 33. Na kulipokuwa kukipambauka, Paulo akawasihi wote wale chakula. Kuleni chakula. Akisema, leo ni siku ya 14 kungoja na kufunga. Hamkula kitu chochote. Basi na wasihi mle chakula. Maana itakuwa kwa wokovu wenu. Kwa maana hapana mtu unywele wala kichwa cha mmoja wenu atakayepotea. Basi maana hapata kuwa hata nywele moja ya mtu itapotea. Hiyo ni neno la kinabii la kumalizia kwamba misukosuko ipo, tufani zipo, pingamizi zipo. Ndio maana nakupa neno litakutoa hata ukiwa peke yako. Ili neno utalifanyia kazi, utalitafakari usiku na mchana. Liinue imani ndani yako, jenga imani imara. Ahadi ya Bwana itajaribiwa. Ahadi ya Bwana kwako itajaribiwa. Lakini kama Yusufu, malizia pale tu kwa Yusufu. Tumalizia kwa Yusufu. Huni 105, Zaburi 105. Sasa endelea pale ulipoishia. Tulishia mstari wa 19. Hebu endelea tumalizie mstari tumuone Yusufu. Tumalize hapo nikuombee. Jiandae kutoa sadaka kama cha sadaka hapo nikuombee. Zaburi 105 mstari wa 19. Endelea. Hata wakati wa kuadia neno lake, ahadi ya Bwana ilimjaribu. Ilimjaribu, endelea tu. Mfalme alituma watu, akamfungua mkuu wa watu, akamwachia. Sasa Bwana atume, mfalme ndio Bwana Yesu, anatuma watu wakufungue hapo katika jina la Yesu. Endelea. Akamweka kuwa bwana wa nyumba yake. Akamweka kuwa bwana, haleluya, na mwenye amri juu ya mali zake zote. Ndio. Awafunge masheki wake kama apendavyo. Ndio. Na kuwafundisha wazee wake hekima. Ndio. Israeli naye akaingia Misri. Yakobo akawa mgeni katika nchi ya Hamu. Basi natosha. Yani sasa akainuliwa juu. Ndio neno la kuachia leo hilo. Yusufu aliyekuwa amefungwa minyororo, aliyekuwa amekandamizwa, aliyekuwa ameumizwa, sasa wakati ulipotimia, Bwana akatuma, mfalme akatuma. Yesu ni mfalme wetu, mfalme wa falme na Bwana wa bwana. Kwa damu mwana kondoo, Bwana ametuma wajumbe, ametuma malaika wakutoe hapo, wakuingize kwenye hatima yako, watoe huo ugonjwa ndani yako, huo ugonjwa uondolewe, hicho kifo kichoandikwa kifutike, hiyo kaburi iondoke, hilo shimo liondoke, vifungo vikuachie, adui aanguke, ashindwe, utoke hapo kwenye kaburi la kifo, utoke kwenye kifo cha waganga, wachawi wote wafedheheke, waanguke mbele yako, washindwe, mizimu ishindwe, majini yashindwe, kila kazi ya shetani ivunjike katika jina la Yesu. Iachie maisha yako, iachie watoto wako, iachie wapendwa wako, iachie biashara, iachie miradi, iachie hatima yako, iachie chochote. Silaha za shetani zote ziharibike. Kila silaha iliyofanyika haitafanikiwa kwako, na kila ulimi ulioinuka kuhukumu ninauhukumu umekosea, na kila mpango adui ninauharibu na ukanyaga chini na kuinua juu ya adui zako. Simba na wana simba na wakanyaga, majoka na yakanyaga, ndoto za kipepo zinakanyagwa, hazitasimama pamoja na kukushinda, hazitaweza kukushinda katika jina la Yesu, na kutangaza wewe ni mshindi
wewe ishi miaka ulioichagua katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Tumefikia mwisho. Sasa kikapu cha sadaka na kutajia namba yetu ya sadaka. Kama unachukua sadaka yako, chukua hiyo 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20. Chukua namba, chukua sadaka hiyo. Namba ya kikapu chetu cha sadaka ni 0714 78 34. Pia niombe kiongozi wa media wetu Veronica Simon, hebu andika namba ikae hapo pia. Narudia hiyo namba 0714 78 34. Mungu awabariki wote wanaotoa sadaka kwa imani, kwa sababu hii ni ibada takatifu, na wafanyie neno jema kwa sawa sawa na ukarimu wa imani yao, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tukutane kesho kuanzia saa 4 usiku. Ubarikiwe, uwe na usiku wa baraka, ndoto nzuri, ulindwe na Bwana. Sema amina. Comment hapo sasa. Comment kama umebarikiwa na kipindi hiki, kama Mungu ametenda jambo zuri, weka hapo amina yako. Tumefikia baraka, sema amina. Au chochote ambacho Mungu amesema nawe, comment hapo, share na like. God bless you. Thank you. May God bless you. Amen. Amen.